Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wa Mungu na wasalimu katika jina la Yesu. Imekuwa ni kawaida yetu tunapokutana siku nyingine huwa tunajifunza neno na iwe ya baraka zaidi, na Mungu wa mbinguni atuwezeshe kutupa upeo wa kuelewa ili neno. Kabla tujaanza, tukaribishe maombi kidogo ya kwenda kulifahamu ili neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba fungua macho yangu ya kiroho na nipe uelewa kwa ili somo ambalo naenda kulisoma, nielewe mambo makubwa, unifunulie zile siri ambazo zimejificha katika kitabu hichi. Ninakuomba haya yote katika jina la mwanao Yesu Kristo naamini na kuomba, amen. Ni hivi, tunakwenda kusoma hichi kitabu cha Yoeli 2 mstari wa 13. Ili andiko watu wengi wameshalisikia, hata kwenye nyimbo huko mbalimbali watu wanaimba, lakini wengi hawajui kama hili ni andiko ambalo liko katika Biblia. Sasa twende tukasome haya katika hii kitabu cha Yoeli 2:13. Anasema, lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mrudieni Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ni mwenye neema na huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili, naye ugairi mabaya. Kwa hiyo kama ulipangiwa baya, Mungu anaweza akaiahirisha kufanya hilo baya, au akakuepusha kwa hilo baya ambalo watu wamekufanyia. Sasa nini maana ya hili andiko? Hili andiko maana yake ni kwamba toba, ni toba ya kweli, si ya nje tu. Yaani inatakiwa kama unafanya toba, basi ufanye toba ya kweli na si ya nje, kama kulalua mavazi. Hapana, inatakiwa moyo kweli ukiri Bwana ipasavyo. Inapaswa kutoa toba ya moyoni, iwe ni mabadiliko ya ndani kabisa ya kweli na si ya nje. Mungu anataka unyenyekevu, anataka toba ya dhati na kurudi kwake kwa moyo wote. Amen. Kwa hiyo unapotaka kurudi kwa Mungu, rudi kwa moyo wote. Fanya ile toba ya kweli ndani ya moyo, sio matendo ya nje, ni matendo ya moyoni ndio yanatakiwa zaidi. Amen. Amen. Kwa hiyo unatakiwa ufanye ile toba ya kweli, sio toba ya kuonekana machoni pa watu. Hapana, inatakiwa umkiri kweli katika ndani na umpokee Bwana. Amen. Kwa kifupi, sio kama wewe unaonekana kwamba unajuta, yani unajuta, bali unatakiwa iwe unajuta ile juta ya kweli, juta ya kutoka moyoni mwako. Sio unasema amina najuta tu, yani kama unalua mavazi ya nje tu najuta tu. Hapana, inatakiwa ujute ya kweli kutoka moyoni. Hata Mungu anaisikia ile kweli yako, anajua mwanangu kweli amenirudia, mwanangu kweli amenipokea, mwanangu kweli anajuta kweli. Kwa hiyo hiyo ndio nilitaka nilifafanue andiko la leo la Yoeli 2 mstari wake wa 13. Amen. Basi itakuwa ni ya baraka zaidi kwenda kuelewa ili neno, au tulisikilize na mpate muelewa katika jina la Yesu Kristo. Niseme bye bye na mbarikiwe sana. Amen.